jana mchezo wa playoff umechezwa kati ya Polisi Tanzania ambao wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani wa ushirika Moshi Kilimanjaro, ambapo walipambana na kikosi cha Tanzania Prisons, mechi ambayo ilimalizika kwa kikosi cha Polisi Tanzania kuchomoza na ushindi wa magoli 4-0. Magoli ya Polisi Tanzania yamefungwa na nyota Juhudi Filimon dakika ya 15 kwa mkwaju wa penalty, kabla ya Talik Sefu Kiakala kufunga bao dakika ya 46 ya kipindi cha pili. Baadaye mchezaji Tatizo Shem akaweza kufunga goli la 3 dakika ya 54 kabla ya Emmanuel Mpuka kufunga goli la 4 kwa mkwaju wa penalty dakika ya 73, na hivyo Polisi Tanzania kuweka matumaini hai ya kurejea ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 2026-27. Kumbuka, iwapo kama kikosi cha Polisi Tanzania itafuzu kurejea ligi kuu ya NBC, hii itakuwa ni timu ya 7 kwa kocha Mbwana Makata kuipandisha ama kuirejesha ndani ya ligi kuu ya NBC. Kocha ana big profile Mbwana Makata ya kupandisha timu. Frank Domayo. Wakati mwingine kocha akiwa na big profile kama hiyo, kiujumla timu yote mnaamini kwamba sisi tunaweza tukafanya vizuri. Yaani ukiangalia mechi ya jana, naweza nikasema ni Polisi Tanzania, yani walimiliki kila baadhi ya matukio muhimu. Ukiangalia hata hali ya kiuchezaji, yani hali ya kitimu, upambanaji, yani walikuwa wako vizuri. Kwa hiyo unaona ile kocha kahamishia kwa wachezaji na wachezaji wamefuata maelekezo ya mwalimu. Kwa hiyo ukiangalia mechi ya jana, baadhi ya matukio mengi, ni kama kwa mfano kama ukiangalia Polisi walikuwa wako vizuri, lakini Tanzania Prison walikuwa kama wanaonekana kama yani washakata tamaa. Yani baadhi ya matukio unaona kabisa upambanaji umekosekana. Mabato yale 1v1 wakati mwingine unaona wanakuwa hawatimizi vizuri. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwanza ilikuwa upande mmoja, na uzuri kwamba Polisi wametumia nafasi vizuri, kwa sababu unaweza ukapata penalti, unaweza ukaikosa pia. Kwa hiyo kikubwa wametumia nafasi zao vizuri na wameweka malengo. Nadhani timu yoyote ili upande lazima kwanza ushinde nyumbani. Kwa hiyo jana Polisi Tanzania walikuwa wako vizuri nyumbani, wametumia uwanja vizuri nyumbani, mashabiki walijaa wengi, hamasa imekuwa kubwa, ikawapelekea wamepata magoli 4 ambao ukiangalia magoli 4, sioni kama kuna haja, ngao mpira unaweza ukasema kwamba kuna matokeo ya kukatisha tamaa, lakini sidhani kama wanaweza kwa goli 4 ni nyingi sana. Yaani ukishinda goli 4 mechi ya kwanza, mechi ya pili ufungwe goli 5. Na jinsi ya nilivyoiona Polisi wanavyocheza, wana wachezaji wazoefu pia wa ligi na wana muendelezo mzuri, kwa sababu ukumbuke hata ile mechi ya playoff walishinda jumla na magoli 7. Kwa hiyo ni watu ambao kwanza wako vizuri kwenye kufunga, pia mabeki wao wako imara kwenye kuzuia. Kwa hiyo naiona mechi ambayo itakuwa ngumu sana, hasa hiyo ya marudiano. Naiona Polisi wana nafasi ya kurudi ligi kuu. Kinga Mkono, mimi wakati tunafanya build up jana mechi hii, nilikuwa nikiangalia kikosi cha Prisons kilichoanza. Ilikuwa ni wachezaji ambao ni wazoefu, na nilimwambia Mbwaduke pamoja na Amri Kiemba, nikaambia naiona kama Nsajigo amesema, guys, nyinyi ndio ma legends, yani wachezaji wazoefu, kaipambania timu, twendeni. Yani una Salum Kimenya, kwanza una Musa Mbisa golini, una Salum Kimenya pembeni, una Emmanuel Martin katikati, una Ramadhani Mwenda pamoja na Doto Shaban, juu yake una nani, una Masudi Abdallah Kabaye, mbele yake una Chanongo, una Selemani Ibrahim, una Jeremia Juma, pembeni una Samson Bangula. Yani unaona wale wachezaji ya Haruna Chanongo pembeni, yani unaona wale wachezaji ambao kusema huwezi kumweleza mara mbili kuhusiana na kucheza playoff, lakini kiwanjani nikaona ni watu ambao kama walikuwa wako down, ni uchovu sijui wa ligi inawezekana, yani kuna hali ambayo walikuwa wako down. Yani kwa ujumla Tanzania Prison wao moto ulikata tangu mechi ya kwanza zidi ya Mbeya City. Naona na mimi niliwaambia hapa mechi ya kwanza baada ya kupigwa zile goli, nikamwambia wao warudishe, wanashuka. Naona niwaambia hapa kwenye kipindi, bwana wao wanashuka, hawezi.
na wakasema, nikamwambia hata wakikutana na Polisi hiyo mechi itakuwa ngumu, lakini wao watatoka, kwa sababu nawaona hawana ile hali ambao walikuwa nayo kwenye zile mechi 5 za mwisho za kupambania kutafuta nafasi ya kucheza playoff. Kama vile walikwenda walitumia nguvu yao yote, ndani tenki ikawa imekata mafuta. Kwa hiyo gari ikawa inashuka tu, inasubiri wapi itaenda itasimama iishi. Ndio hichi kilichotokea, ule uchovu wa nguvu waliotumia kwenye zile mechi 5 za mwisho za kuhakikisha kwamba wanapata hii nafasi, wameshindwa kuwa na nguvu ya kuendelea. Shadrack amepoteza mwelekeo kwenye hizi mechi zake 4 alizocheza, mechi zake 3 mpaka 6 alizocheza. Zote unaonekana kabisa alizidiwa kila sehemu. Mechi ya kwanza zidi ya Mbeya City walicheza vizuri, lakini wakafungwa wao. Mechi ya pili ni wakapotea kabisa, wakalazimisha ile suluhu ambayo kuwasaidia kitu. Kwa hiyo na mechi hii sasa wanakuja kufungwa magoli na goli 4. Unaona kabisa hakuna namna ambavyo wao wanaweza tena kurudisha hizo goli 4, kwa sababu unaona uwezo wa wafungaji wao umeshuka, hawafungi tena magoli. Beki yao imerudi kwenye ule ugonjwa wao walikuwa nao kwenye ligi muda mwingi wa kuruhusu magoli. Umeona, kwa hizo ni changamoto ambazo zipo kwenye timu ambayo wapaswa kuwa nazo kwenye mechi za mtoano. Unapaswa kuwa na timu ambayo inaweza kumaliza kufunga magoli na inaweza kujilinda kwa kiwango kikubwa isiruhusu magoli mengi. Unaporuhusu goli 4, mechi ya marudiano niliona goli hizi mara ya mwisho ilikuwa kwenye Champions League, AC Milan zidi ya nani alicheza goli ya Liverpool. Acha zidi ya Liverpool. Kulikuwa mechi moja, ni mechi ya Inter Milan dhidi ya Arsenal. AC Milan kwa mechi alikuwa ameshinda goli na wale nani walikuwa wanacheza wa Uholanzi wale. Milan alishinda kwa goli 4-1, kule akaenda akapigwa 4-0. Lakini Sedoford nadhani pia hata Arsenal na Inter Milan. Sasa hiyo kiwango cha upambanaji ukioni kwa timu ya Prison, kwa sababu kama unavyoona, yani wachezaji kama vile wamepoteza malengo, sasa wameamua basi tukaanze upya championship. Yani unaona kabisa hii timu sasa imekubali kama kwenda wakaanze upya championship. Yani wao na African Sports tofauti yao ndogo. African Sports wao walipewa penalti 5 kwenye mechi moja, wakakosa wakapata penalti 1 kati ya penalti 5 ndani ya dakika 90 na wenyewe wameshuka. Kwa hiyo yani penalti hizo zimetoka kuwasaidia. Umeona, yani timu ambayo imepoteza mwelekeo inataka kufa. Yani wewe hata uifanyeje, mgonjwa hata kumfanyeje hawezi kupona. Utamaliza makombe ya uji, lakini safari yake imemfika, lazima aondoke. Kwa hiyo kwangu Msajigwa ajipange upya, asubiri msimu ujao wa championship wajipange, kwa sababu naona Polisi hata kwenye ligi championship walikuwa washindani wakubwa sana. Pointi walizopoteza mechi zao za wale wakubwa wawili wa juu waliopanda ligi ndio wale ndio walimharibia safari yake, lakini wengine matokeo yake mazuri alikuwa sehemu nyingi alikuwa ameshinda. Kwa hiyo alikuwa na timu ambayo inaonekana kabisa ina nia ya kupanda na ilifanya mipango yao vizuri kabisa, wana nafasi ya kurudi. Tuweze kusubiri mechi ya pili ya playoff itachezwa Julai 16 katika uwanja wa Kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya, na kuweza kusubiri kwamba iwapo Polisi Tanzania chini ya Mbwana Makata itarejea ndani ya ligi kuu ya NBC, na hiyo kuwa ni timu yake ya 7. Amerudisha Pamba Jiji Football Club, aliwahi kuirudisha Dodoma Jiji Football Club, yani Mbeya Kwanza, yani hizo timu yani kuzirudisha jambo la kawaida kweli kweli. Sawa. Tutoke hapo tuangazie taarifa nyingine kwa wakati huu, ambapo tuangazie kuhusiana na mashabiki wa Young Africans mkoani Morogoro, ambapo wanachama na mashabiki wa Yanga katika tawi la Yanga Safi mkoani Morogoro wamesema kuwa wanatarajia kushuhudia maboresho makubwa kwenye kikosi chao cha kuelekea msimu ujao wa mashindano hayo. Mashabiki hao wamesema hayo wakati wa kusherekea hafla fupi ya mafanikio waliyopata kwa ajili ya msimu uliomalizika wa 2025-26 mkoani Morogoro. Kwa msimu huu of course tumefanya makubwa Yanga, japo hatujatarajia kama vile ambavyo tulikuwa tunatarajia kwamba tutachukua ubingwa kirahisi. Ligi imekuwa ngumu, lakini kwa uwezo wa kocha, wachezaji wote wamejitahidi na tumefanikiwa kuchukua ubingwa. Kwa matarajio yangu kwa msimu ujao, na tumaini mechi la ufundi, rais pamoja na wanachama watajitahidi kusajili hasa eneo la kiungo, tunaweza tukatengeneza vizuri, lakini pia kujitahidi kwa forward zetu wakafanya makubwa leo tunatarajia kwa ajili ya kuchukua ubingwa ujao. Tunaweza kuipongeza Azam TV, Azam Media, Azam kwa ujumla. Kwa kweli wamefanya mpira uende viral, mpira uwe ni kitu ambacho kinaunganisha Watanzania wengi. Wana Yanga nchi nzima tushikamane, kama alivyozungumza makuu kwamba mwakani tena, basi na sisi mwakani tena inaanzia kwenye tawi letu la Yanga Safi Morogoro. Tarajio wetu kwanza, msimu huu tumefurahi sana kupata ushindi wa ubingwa
kwa mara ya 5, na matarajio yetu msimu unaokuja tuweze kupata ushindi, na sisi tunaahidi kuwa kipaumbele cha kulipa ada kwa wakati. Hilo ni tawi la Yanga Safi mkoani Morogoro. Hapa ndio sehemu ambayo furaha ya mshabiki ama haki ya mwanachama ni nini, au mshabiki kushangilia na kuzomea. Kama hivi hapa timu imefanya vizuri. Nimempenda mzee alimaliza mwisho. Alisema wanachama walipe kadi zao za wanachama kwa wakati. Ili hizo unazosema wewe zinoge, natakia hiyo walipe ili klabu iweze kujiendesha. Sio mnataka tu makelele, wewe afai wewe muondoe. Lakini amlipi kadi zenu za wanachama, klabu itajiendeshaje? Kika mkono ile timu yako unachangiaga. Timu yangu unachangia. Hata ile timu yangu ya jogging mtaani naichangia ili tuendelee tuishi. Ili tuishi lazima tufanye hivyo. Lazima uchangie ili wewe una nguvu ya kumwambia Esi hapo umetukosea. Lakini kama wewe unachochangia, unamwambiaje? Unamwambiaje Rukai ya Bugita? Achangie ile Azam Club. Ile Azam Club naye anachangia. Kwa hiyo inakuuma sana. Ukitoa lazima utakuwa na muhimu wa kujua kwa nini mchezaji gani asajiliwe. Watu wakaambia bwana twende kwenye marathon mkoa fulani. Tunaendaje? Uchangie ili uende. Usiwe mnyonge kwenye safari, usitegemee mtu akubebe atakunyanyasa njiani. Kuna wale washirika kinga mkono watachangia nitaongomwa. Sasa unanyanyasika. Sawa, ni tawi la Yanga mkoani Morogoro, lakini tunarejea jijini Dar es Salaam ambapo tawi la Yanga Stop Over lililopo Kimara jijini Dar es Salaam limeandaa bonanza ambalo litafanyika wiki hii, huku kubwa zaidi ikiwa ni kuwasogeza karibu wanachama wake pamoja na mashabiki wa Yanga kuendelea kujiunga ndani ya tawi hilo. Sisi kama tawi, kama unavyojua, ndio tumemaliza msimu, kwa hiyo tumejipanga kisawasawa. Kwanza kuhakikisha kwamba wanachama wetu wa tawi wanakuwa pamoja, kwanza kuhakikisha kwamba tunalipia ada ili kuisupport klabu yetu. Tumekuwa na target ya kufika wanachama 214 katika msimu huu unaoanza sasa hivi. Sasa katika kuhakikisha hilo linafanikiwa, tumeandaa bonanza. Ili bonanza litaanza wiki ijayo na maandalizi yanaendelea. Tunatarajia kufanya bonanza na kushirikiana na matawi mengine ya jirani ili tuweze kufanya uhamasishaji kwa wanachama wetu ili waweze kulipa ada, lakini zaidi waweze kushiriki kikamilifu shughuli za tawi letu. Kama unavyojua, msimu uliopita ulikuwa mgumu, lakini kutokana na ushirikiano wa wanachama na viongozi wetu chini ya rais wetu Engineer Hersi, tumepambana, tumepata ubingwa. Lakini na sisi wanachama wa tawi la Stop Over tunataka kuhakikisha kwamba tunaipa klabu yetu support ili wanachama wawe wengi, tusiwe tu mashabiki bali tuwe pia wanachama ambao tunamiliki kadi. Sasa katika kufanikisha hilo, ndio maana tumeandaa hilo bonanza ambalo tunatarajia litafanyika ndani ya wiki ijayo inayoanza kesho, na kilele chake kitakuwa siku ya Jumapili. Tawi la Stop Over tuna matawi mengi tu ya jirani, tuna matawi huko ya Mbezi, tuna matawi ya Temboni, tuna matawi ya Suka. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaalika kuja kushirikiana na sisi. Lakini sio tu kwa maana ya matawi ya jirani, lakini wadau, mashabiki, tuna mashabiki ambao wanashirikiana na sisi. Basi tunawaalika waje Stop Over. Tuna msemo wetu tunaita nyumbani kumenoga. Kwa hiyo napenda niwahakikishie kwamba nyumbani kumenoga, tumejipanga, na mimi binafsi nimejipanga kusupport kuhakikisha kwamba tawi letu safari hii tunapata wanachama wengi zaidi na tunaendelea kupata cheti cha ithibati. Tawi la Yanga Stop Over miongoni mwa matawi ambayo yamekuwa yanasafiri sana mikoani kwenda kuiunga mkono kikosi cha Young Africans. Kuna mengi hapo, lakini hili ni mojawapo, na kuna tawi moja kama Silionioni sasa hivi lile Yanga Mdoli. Yanga Mdoli. Kuna ule mdoli fulani hivi mkubwa hivi. Wale ni wako Tandale. Pale Tandale kuna matawi mawili ya Yanga. Kuna hili la marehemu mzee ya Kilimali
Abrovich alafu lenyewe lipo pembeni huko. Kwa watu wa mpira Doma ushakuliona lile mdoli lile. Ushakuliona wanakuja nao wamelibeba wanalibeba na wakienda kwenye gari wanalifunga kwa nyuma hivi. Mbele au nyuma. Sijui yule mdoli uko wapi. Maana nakumbusha hapa kwamba wakifungwaga wanauacha. Wanakuwa mzito. Wanatuma boda wengi wanatuletea huko. Kwa sababu sijui lakini wapo nadhani watajitokeza. Wapo. Ukipita pale utawaona. Au labda wamebadilisha style. Lakini niambie mara ya mwisho kumuona yule mdoli yule akiwepo uwanjani mechi gani? Siku nyingi sijamuona. Labda na taratibu za kuingia uwanjani vile vile. Unajua sasa viwanja siku hizi vimekuwa tofauti. Hapana. Yule alikuwa anafungwa. Na hisi labda wamebadilisha tu nini? Yaani wamebadilisha tu, wameamua kubadilisha tu. Kwa sababu wanakuja na kitu kipya. Labda wanaona kile kishazoeleka, ngoja tuendelee. Mimi nafikiri jambo lingine. Mimi nitalifuatilia. Na sasa hivi utaona sana matawi ya Yanga. Sasa hivi utaona sana matawi ya Yanga. Tunaenda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo lazima utaona sana matawi ya Yanga. Sababu tunaenda kwenye uchaguzi. Kweli bwana ni mzee wa VAR. Wakati mimi naangalia VAR naangalia unajua kwa sababu ukienda uwanjani kuna watu mfano mashabiki, kuna muda mashabiki wa Simba wale Simba Taliban wale wakawa wanasifika kama Simba Ukawa na jezi zao special. Tuwaona tu kuna sehemu hapo uwanjani. Alafu kuna kundi mfano la Azam la Simba mpira pesa Magomeni Mikumi. Yaani unajua kwamba hawa wale pale wapo. Unajua ukienda Yanga unaona hivyo kwamba sasa hivi labda Yanga beaten sio alikuja sio Yanga Gen Z sasa hivi sio nini Azam wale unawaona yani. Kwa hiyo watu wa mpira tunakuwa tunajuana. Watu wako wapi hawa? Nadhani wamekusikia. Kwa mfano Azam pale kuko na ile nini yao unashangilia. Unamjua kila mchezaji. Kuna mida yao na Kigoma unapiga kwa muda wao. Ukiona muda unaenda, sasa unasikia mbona tuelewi bwana. Amenikumbusha Kostari. Bwana tuelewi bwana. Watu wanataka mbadilike uwanjani. Wale Kostari wanatangaza kabisa. Doma unatuzingua. Ile mshikaji na kispika chake. Na kispika chake. Ilikuwa na urusi lile. Tuangazie taarifa nyingine ambapo michuano ya Mwanamtoti Gogo Cup imemalizika weekend hii kwa mchezo wa fainali uliopigwa katika uwanja wa Mbagala Kuu, huku timu ya Makupa ikiibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Matenki FC. Kubwa zaidi katika michuano hiyo ni mchezo wa utangulizi uliokutanisha wachezaji wa zamani waliocheza vilabu mbalimbali nchini, huku wakiwataka vijana kuwa na nidhamu katika mchezo wa soka. Lengo kubwa ni kuibua vipaji vya mtaani ambavyo vipo Mwanamtoti. Lakini kama unavyoona sasa hizi kuna mechi ya maveterani ambao marejendari ni wachezaji wa zamani ambao wameweza kutamba katika ligi kuu ya Tanzania na nje ya nchi. Kama unavyoona tupo na kaka yetu hapa Spia Mbwembwe, lakini ndani pale kuna Niza Alfani, yupo Yusuf Macho, Marika Pilima, wakina Saidi Swedi, Julius Mlope, wote wamejumuika ili kuonyesha vijana wa sasa hivi jinsi mpira unavyochezwa. Ni kitu cha busara ambacho amekifanya ndugu yetu Yusuf Gogo. Na kama unavyoona majina ya wachezaji wa zamani wote wako hapa. Mpaka Niza Alfan yupo hapa. Kina Bita John. Wachezaji ambao wamecheza kwa kiwango cha juu Tanzania. Lengo kwamba kuwaonyesha vijana wa sasa hivi mpira wa zamani ulikuwa unachezwa vipi. Ili mradi na wao wajifunze kupitia sisi. Lakini pia kunyanyua vipaji vyao vijana. Ndugu yetu Gogo kikweli Mwenyezi Mungu amjalie ampe uhai mrefu. Sio Dar es Salaam tu. Hata nilipokwenda Dodoma nilikuta na vijana wa under 20. Na hiyo timu inacheza hapo ni timu ya Gogo ya kule Dodoma. Kwa hiyo wachezaji wa zamani wote mwenye uwezo wa kufanya kitu kama hichi kutukutanisha kama wenzetu jana wa Bongo Flava walivyokutana inakuwa ni nzuri sana. Mimi nadhani vijana wajifunze kwamba mpira unahitaji utulivu na mpira unahitaji nidhamu, kwa sababu mpaka leo tunakimbia, maana yake tumejitunza na tunaelewa nini tunafanya. Kwa hiyo mimi naamini wakifuatilia hivyo vitu watafika mbali. Julius Mlope ananikumbusha mechi ya fainali ya Kombe la Kagame, ilikuwa ni mwaka 2006 kati ya Moro United dhidi ya Polisi Uganda. Moro United inafungwa bao 2-1 mbele ya rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, uwanja wa Uhuru. Wakina Simon Masaba na Edu Musiga, wakina Robert Sentongo. Julius Mlope baadaye akaja akacheza Simba, akacheza Yanga,
walikuwa na kasi sana. Tutoke hapo tuangazie taarifa nyingine ambapo zaidi ya watu 300 kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini wameshiriki katika mbio za Mount Hanang Adventure Race katika hifadhi ya msitu wa Mlima Hanang wilayani Hanang mkoani Manyara, ambapo mbio hizo malengo ni kuhamasisha utalii wa ndani katika mlima huo. Helen Kawiche na taarifa zaidi. Msimu wa pili wa Mount Hanang Adventure Race umefanyika hapa kwenye hifadhi ya msitu wa Mlima Hanang na kushuhudia watu mbalimbali wakishiriki mbio za vikwazo, mbio za kilomita 15 na kilomita 5. Mhifadhi wa Mlima Hanang anaeleza umuhimu wa mbio hizo. Tukio umekuwa mkubwa, hamasa imekuwa ni kubwa, lakini kitu ambacho tunakishukuru zaidi, jamii imeweza kunufaika kwa namna moja nyingine kutokana na tukio hili na ufaizi huu ambao tunaendelea nao. Kama mnavyoona, sio tu waliokuja kufanya utalii, lakini wako jasiriamali waliweza kuja kufanya shughuli zao hapa katika kujenga uchumi wa wilaya yetu na jamii ambazo zinazunguka hifadhi yetu. Hilo ndio lengo kabisa la uhifadhi endelevu wa maliasili misitu. Kuonyesha sasa hifadhi yetu ina mazingira ama ina uasili ambao unaweza kutoa mazao tofauti tofauti ya shughuli tofauti tofauti za kiutalii. Kwa hiyo unaweza ukakimbia, lakini unaweza kukimbia mbio za vikwazo, lakini huko utalii mwingine ambao tumeufanya wa kufanya camping. Kwa hiyo ni katika mazao tofauti tofauti ambayo unaweza kuyafanya katika hifadhi yetu mazingira asilia ya Mlima Hanang. Kwa hiyo kulingana na utayari huo, tukasema basi tuitambulishe na hiyo jamii ione kwamba ni katika vitu ambavyo vinaweza vikafanyika katika hifadhi yetu mazingira asilia ya Mlima Hanang. Kuna mabadiliko makubwa sana. Kwanza tumeona kwamba Watanzania wameanza kuamka kwa sababu ya utalii wa ndani, wameanza kuchukua hatua. Lakini nikizungumzia eventi nzima, mwaka jana tulikufanya kategori ya kilomita 7 na kilomita 15, lakini mwaka huu tumefanya kategori ile ya obstacle race ambao ni mchezo ule ambao tumezoea tukiona kwenye majeshi na sehemu mbalimbali. Nitoe wito kwa wadau mbalimbali wa ndani na nje ya Hanang, lakini hata nje ya mipaka ya mkoa wa Manyara, Dar es Salaam, Mwanza, Singida, kote ambako watu wanapatikana wenye kuthamini michezo, tunawakaribisha. Hanang ni chimbo. Hanang tupo na talent nyingi. Ukizingatia Hanang ndiko kwenye waasisi wa hizi mbio zetu za nyika. Kwanza katika msitu huu wenzetu wamejitahidi kuandaa mazingira sana. Kwa hiyo ndio ni vikwazo, lakini vikwazo hivyo viliandaliwa, yani washiriki tulipata nafasi ya kushiriki ile michezo katika mazingira mazuri. Azam Sports imeshuhudia mbio za vikwazo ambazo zimekuwa ni kivutio kwa wengi waliofika kwenye Mount Hanang Adventure Race. Helen Kawiche, Azam Sports, Manyara. Nawaza hapo ndugu yangu Kinga Mkono angekuwa ana scroll hapo ingekuwaje? Ingekuwa hatari. Hizo mbio hapo. Ningenasa kwenye nyama. Kwenye nyama. Kinga Mkono toka anasema napita. Sawa. Tuongeze taarifa nyingine ambapo Academy ya Fountain Gate Soka imezindua rasmi programu ya kuibua na kukuza vipaji vya mpira miguu kwa watoto wenye umri wa miaka 5 hadi 17, huku ikitoa wito kwa wazazi na walezi kushiriki kamilifu katika safari ya kukuza vipaji vya watoto wao. Ramadhani Mvungi na taarifa zaidi. Ikiwa na lengo la kuwapa watoto fursa ya kuendeleza vipaji vyao vya soka tangu wakiwa wadogo, Academy ya Fountain Gate inasema pamoja na uwepo wa vipaji vingi nchini, mafanikio ya watoto wengi bado yanakwamishwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo baadhi ya wazazi kushindwa kuvitambua, kuviamini ama kuwekeza katika vipaji vya watoto wao. Kwa sasa hivi hatuangalii sifa, hasa tunapoona kwamba mtoto ana kipaji, na mzazi unapoona mtoto ana kipaji ni kuhakikisha tu kwamba unamleta, unamkabidhi kwetu, na sisi ndo tutahakikisha kwamba tunamtrain mtoto ili aweze kufikia ndoto yake, kwa sababu tunajua wazazi imekuwa ni ngumu kusupport watoto wao ama vipaji vya watoto wao. Ni kitu ambacho tumeweza kuwa proved wrong kwa hapa Arusha. Kwa hiyo mzazi anatakiwa tu kumleta mtoto wake, kumkabidhi kwa Fountain Gate Kids Soka, Academy ya hapa Arusha, kwa ajili ya kuweza kumuendeleza na kumkuza kwenye misingi ya kisoka. Baadhi ya wachezaji chipukizi wanaoshiriki katika programu hiyo wanasema ndoto zao zinaweza kutimia endapo watapata mazingira mazuri ya mafunzo pamoja na ushirikiano kutoka kwa familia zao. Mimi changamoto ninazopitia, kwanza nyumbani
walikokuwa wananipinga na hichi kipaji changu, wananiambia kwamba sitoweza kufikia hayo malengo kwenye mpira wa Tanzania, wanasema kwamba ni ngumu. Ila mimi hapa kwa ninavyoamini na ninavyojua mimi ninavyocheza, naamini ipo siku Mwenyezi Mungu atanisaidia nitaweza kufikia malengo. Mimi naamini kipaji ninacho, na nikikionyesha natumaini kocha hata akiona atafurahishwa nacho. Vijana tunakuta wengine tunakaa mbali, unakuta trial ndo kama huko Emoli, unakuta mtu anakaa labda tuseme Mirongo hivi, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kufika hapa. Ndio hivyo. Kilichonivutia zaidi nimeona fursa nyingi sana, watu wanatoka sana kupitia mpira. Kwa hiyo mimi nikaja kuendeleza kipaji changu. Matarajio yangu ni makubwa sana. Natamani baadaye kuja kuwa mchezaji kama Juma Bushiri. Majaribio nimeenda mwaka huu, nimeenda moja ambayo ilikuwa ni UMISETA ngazi ya mkoa. Tukafanikiwa, tukachukua ubingwa, tukaenda Iringa tukatoka hatua ya makundi, kwa hiyo sikufanikiwa kwenda mbele zaidi. Yaani changamoto tunaipata sisi ni kuhusu na watu kutushika mkono. So wazazi wote, kuna baadhi ya wazazi wanapenda watoto wao wacheze mpira na kuna ambao wapendi, wanaamini sana katika masomo, kama mwanafunzi kusoma sana anaweza katoboa. Wewe imani yako ikoje? Mimi imani yangu iko kwenye mpira. Baadhi ya wazazi waliohudhuria uzinduzi huu jijini Arusha wanasema wameamua kusimama bega kwa bega na watoto wao, wakiamini michezo inaweza kuwa taaluma yenye manufaa sawa na nyanja nyingine za elimu, huku mwenyekiti wa baraza la wazee mkoani Arusha Muhina Sanzua akitoa mwito kwa wazazi na walezi kuwekeza katika ndoto za vijana wao. Na imani na nashukuru pia kwa Fountain Gate kuleta hii academy, kwa sababu kupitia hili tutapata manufaa zaidi kwa watoto wetu wenye vipaji. Pia alishawahi kushiriki Healthcare Academy, baada ya hapo akawa amepumzika, anaendelea na masomo. Lakini niliposikia hii taarifa kuwa Fountain Gate Academy wamekuja hapa, ikanibidi na mimi nimlete mtoto hapa. Nadhani nimepata uongozi hapo, wameniambia kwamba mazoezi ni jioni na mwanafunzi anaenda shule asubuhi mpaka saa 11 anakuwa amesharudi nyumbani. Na hapa Fountain Gate wanaanza kuanzia saa 11 mpaka saa 1 kamili jioni. Kwa hiyo nadhani huo muda utamtosha zaidi kufanya mazoezi. Na niombe wazee wenzangu wote wenye wajukuu washiriki kwenye Fountain Gate. Na imani Arusha itakuwa ni nambari 1, kama si ya 3 iwe nambari 1, ili vijana wetu tuwapate wakina Samata wengine hapa Arusha. Kwa sababu michezo ni ajira sasa hivi. Hata kama ungekuwa fundi seremala kama nani, lakini mpira ni fundi seremala zaidi ya fundi seremala au mechanics. Ramadhani Mvungi, Azam Sports, Arusha. Tutoke Arusha tuelekee mkoani Tabora, ambapo mkutano mkuu wa chama cha mpira miguu mkoa wa Tabora Tarefa umepitisha bajeti ya mapato na matumizi ya shilingi milioni 140 kwa mwaka wa fedha 2026/27. Juma Kapipi na taarifa zaidi. Huu ndio utakuwa mkutano mkuu wa kwanza kabisa wa Tarefa ulioonyesha sura yenye mwelekeo wa matumaini makubwa tangu uongozi mpya uingie madarakani chini ya mwenyekiti wake Mhandisi Athmani Kilunduma. Hapa hapata kuwa na msalia mtume. Lazima tuwekeane malengo yanayopimika, yanayoonekana na yanayojulikana kwa wadau wetu. Na hii ndiyo bajeti iliyopitishwa ya mwaka 2026/2027 katika mkutano mkuu wa Tarefa. Tukifanikiwa kupata hiyo shilingi 140,605,000, tumekasimu moja kumalizia ofisi ya Tarefa, ambapo tunatarajia kutumia jumla ya shilingi milioni 45. Lakini 2, uendeshaji wa ligi ya mkoa kwa timu za under 16, ambapo tunatarajia kutumia jumla ya shilingi milioni 8,755,000. Uendeshaji wa ligi ya wanawake uendeshaji wa ligi ya mkoa timu 16 tumekasimu kutumia jumla ya shilingi milioni 8,755,000. Uendeshaji wa ligi ya wanawake timu 8 tumekasimu kutumia jumla ya shilingi milioni 17,950,000. Ligi za vijana under 17 timu 8 jumla ya shilingi milioni 17,950,000. Ligi za vijana under 15 timu 8 pia tumekasimu kutumia jumla ya shilingi milioni 17,950,000. Mafunzo ya utawala kwa viongozi
jumla ya shilingi milioni 3.4. Uwezeshaji wa vifaa kwa vituo vitakavyoanzishwa na FA wilaya, jumla ya shilingi milioni 5.6. Kusaidia timu zinazowakilisha mkoa, jumla ya shilingi milioni 8. Kufanya mkutano mkuu wa mwaka 2027, jumla ya shilingi milioni 6. Ununuzi wa vifaa vya idara ya habari, shilingi milioni 5. Matumizi mbalimbali ya ofisi, shilingi milioni 5, na hivyo kufanya jumla ya shilingi milioni 140,605,000 kuwa ndio matumizi yetu ya mwaka utakaofuata wa 2026 2027. Kama mnalizia, maana ni mzigo mkubwa kidogo, si ndio jamani? 140 milioni shilingi. Bajeti kubwa kwa kweli. Si ndio? Ndugu wajumbe, naomba niwahoji, tunalizia hiyo bajeti? Ndio. Nawashukuru sana. Malengo ya TAREFA kwa mwaka huu 2026-2027 pamoja na mipango kabambe ya kuinua soka la Tabora, lakini nguvu kubwa kwa sasa itaelekezwa kwenye timu mbili zinazocheza championship kuzipiga tafu ili ziingie ligi kuu msimu wa mwaka 2027-28. TAREFA inatarajia kuunda kamati za ushindi. Na mwenyekiti, naomba nimtangaze ni Asumani Mango Pasei kabisa. Naomba nimtangaze, tutaziunda vizuri kabisa ili kuweza kusukuma mpira huu mbele. Tuko na Laino, tuko na Mbeya Kwanza, tutawasaidia wote kwa pamoja. Na mimi niseme, mimi mwenyewe binafsi nitajitoa kadri ya uwezo wangu kuhakikisha hizi timu zinapata mafanikio. Kupata mafanikio ni kwa maslahi yetu watu wa Tabora. Si ndivyo jamani Ili mipango hii iweze kutekelezeka, TAREFA inapiga marufuku vitendo vyote viovu kwa viongozi na hata kwa waamuzi wa mpira wa miguu. Atolewe. Na kwa kiongozi nikasikia kwamba una beti, hutakuwa kiongozi, utupishe. Full stop. Ninaamini kwamba flat tutapata watu wa kutosha kwenye mfumo huo. Na tuwasimamie kwenye misingi, tusiwa discourage. Siku zote Waswahili husema ukitaka kuruka sharti uagane na nyonga. Mipango hii ya TAREFA inaibua kuwepo kwa taswira ya uongozi uliothabiti ili kurejesha soka lenye heshima kwa mkoa wa Tabora. Wajumbe wa mkutano mkuu wa TAREFA wanaitazama kama fursa ya pekee. Mimi sio bingwa wa migogoro. Leo hii tunajadili hapa kwa kina. Kati ya kitu ambacho sikipendi kwenye maisha yangu ni migogoro. Migogoro hapana. Natambua kuna baadhi ya migogoro vidogo vidogo vinaendelea kwenye FA wilaya. Najua misingi ya nchi yetu ndo maisha yetu. Yaani kuna mtu anaingia kwenye uongozi kwa sababu ya kuwaza ndondo tu. Hii nao inabidi tuifikirie upya. Na leo tunaenda kuanza kuifikiria upya. Ikiwezekana kabisa, ninaomba niwaeleze kama tutaenda vizuri, ninayo mamlaka ya kuidhinisha vibali vyote vya ndondo viwe bure. Kwa hakuna kabisa. Kwa sababu wao ni wadau wanakuza mpira, lakini tukiliweka vizuri zile ndondo naweza kawa vyanzo vya nini? Vya mapato kwenye FA zetu. Na hivi ndivyo vitu ambavyo vinavyotusababishia kuwa na migogoro mengi kila siku kwenye vyama vyetu, kwenye mpira wetu, kwa sababu hakuna malengo. Lakini kuna vitu ambavyo vina flow, unafanya vitu vyote vinatambulika. Mimi naamini kabisa kutakuwa hakuna mgogoro wote. Kwa hiyo tunaenda kuanzisha kitu kinaitwa KPI, kwa maana ya Key Performance Indicator. Nikisema hivyo nafikiri tunaelewana wote, kwa sababu tuna sifa inayofanana na Form 4, si ndio jamani? Kwa hiyo nafahamu kabisa kwamba lazima kuna viashiria, lazima tuweke yale malengo, lazima tuweke malengo husika. Na kwa mfumo wa sasa wanaoendesha, huu mfumo ambao sasa leo tumezungumzia, patakuwa na mabadiliko makubwa sana ya kimaendeleo katika mchezo wa mpira. Kwa hiyo wachezaji wa vyama vyetu hivi na watu kwa jumla yake wataendelea kuona mabadiliko haya makubwa. Yanatupa sisi nguvu, na sisi tuko tayari kuweza kusaidia TAREFA inafanya nini. Lakini kwa mfumo huu unaoona kuna maendeleo makubwa. Hata sisi wenyewe katika vyama vya wilaya tulikuwa katika mchujo ule, tulikuwa hatuwezi kuitisha mkutano mkuu katika FA zetu wilaya kwa sababu ya mazingira ambayo na sisi tuliridhishwa na hao viongozi tulikuwa tunaona mbele yetu. Sasa kwa mfumo huu kama mnaendelea kukutana, mambo mengi ambayo yangekuwa ni kikwazo yataweza kutibika katika masuala mazungumzo. Kwa hiyo mimi nalishukuru sana kwa kweli. Vipaji vingi vimekuwa vikiibuka na hii imesaidia sana mpaka sasa hivi. Naamini msimu utakaokuja, yani msimu huu hautaisha kabla hatujapata timu nyingine ya kupanda ligi kuu.
ligi kuu ya Tanzania. Kwa hiyo tunamshukuru sana, tunazidi kumwombea afya njema ili aweze kuwepo, azidi kutuongoza kama anavyotuongoza vizuri. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Turejee jijini Dar es Salaam ambapo ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu uitwao Nyaruba Ground Complex uliopo Pugu Kinyamwezi jijini Dar es Salaam umeendelea kwa kasi mara baada ya maendeleo ya uwanja huo kukua kwa kasi. Uwanja huo unaotumiwa na kituo cha kukuzia vipaji vya soka kwa vijana cha Mvula Sports Academy unatarajiwa kuwa sehemu muhimu ya kuvumbua na kuendeleza vipaji. Uwanja huu tumeanza wakati wa kama kiangazi hivi. Tukaanza kupanda majani, tukamwagilia, tukapata nafasi ya kuponyesha nyasi zetu. Na uwanja na wewe unaona pichi yake inaendelea vizuri. Tunatunza kama kawaida, kumwagilia maji na mwagilia mara 2 kwa siku. Saa 11 asubuhi hadi saa 5, saa 10 jioni mpaka saa 4 usiku. Kwa sasa hivi marekebisho ambayo yapo, marekebisho madogo sana, sio makubwa. Nikiangalia hapa kuna mchanga nataka nimwage uwanja ukae level. Maana mambo kama ya pichi, yenyewe pichi iko vizuri. Kwa sasa hivi naona tuwakaribishe tu wana michezo. Tunawakaribisha wana michezo wote waje washiriki, maana ni uwanja wa michezo tunakodisha. Wakija tunaelewana bei, wanaanza kucheza. Pindi tulivyokuwa tunaanza uwanja, mtu mleta maono wa uwanja niseme mkurugenzi Nyaruba, tulizani ni kama swala la masiala hivi na nini, lakini hatua zilivyoanza mpaka hapa tulivyofikia, sisi wenyewe tunazidi kushangaa kwamba lile tusilolitegemea linakwenda kukamilika. Hatua tulionayo tunatarajia mpaka Ijumaa sisi tutakuwa tumeshamaliza masuala ya ufungaji wa nyaya zote. Uwanja utokoko tayari na kama unavyoona pichi pia ndani, nadhani kuanzia hapo kitu chochote kinaweza kikaendelea. Tunawakaribisha wadau wote ambao wanahusika na michezo hasa mpira wa miguu. Tunawakaribisha mje kwa ajili ya kuja kucheza sasa mpira. Vile vile tunamkaribisha mwenyekiti wetu wa DRFA Rame Kinyambaya. Tunakaribisha baba uje utembee uangalie nao mwenyewe ili kusudi namna ya kuweza kuwa au wadau wote wa mkoa wa Dar es Salaam na hata mikoa ambayo iko jirani na Dar es Salaam, Morogoro. Tunawakaribisha mje muweze kucheza, uwanja uko tayari. Mahoteli yapo, gym zipo, swimming pool zipo. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau wote, hata hizo timu za ligi kuu, timu za championship, wadau wote, hata maveterani tunawakaribisha sana kwa sababu ni moja ya wadau wakuu. Maki uwanja wetu baada ya muda tunawekea taa. Kituo chetu bado kinaendelea kupokea vijana wanaanzia umri wa miaka 3 mpaka chini ya 20. Tunawakaribisha wazazi na walezi waliokuwa ukanda huu wa Chanika, mkoa wa Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, kwa sababu sasa hivi mpaka tuna watoto ambao tunawapokea wanaoishi hosteli. Na pia tunaomba wazazi wajitokeze kwa wale wenye watoto wa kike, kuwaleta waendelee kupata mafunzo, maana uwanja wetu tayari umeshakamilika, ofisi imekamilika, hosteli tunazo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana walete watoto wajiunge na mafunzo haya. Mambo hayo ya vipaji kwa ajili ya kukua kupitia Mvula Sports Academy. Kwa sasa ni washukuru wachambuzi wangu hapa, Andrew Kinga Mkono, mzee wa VAR, pamoja na Frank Lemondomayo Chumvi aka Kifuru Mabegani. Mimi ni Saidi Salim Msumi, tunakwenda break fupi